Baraka TV, mwanga wa matumaini na ukombozi. Neno letu ambalo tumepewa leo kwa mujibu wa kiongozi Karenda ni Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 17. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 17. Mahali hapa neno la Mungu linasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Alikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu hakumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndo wale walioaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati tolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kristo amezaliwa. Amezaliwa kweli kweli. Sijasikia. Kristo amezaliwa. Amezaliwa kweli kweli. Siku gani leo? Ni siku ya shangwe duniani popote. Yesu kazaliwa. Siku gani leo? Ni siku ya shangwe duniani popote. Yesu kazaliwa. Haleluya, haleluya. Yesu kazaliwa. Haleluya, haleluya. Yesu kazaliwa. Habari tunaisoma ni habari ambayo inaeleza hasa ujio wa Yesu Kristo kutoka kwa juu, ambako hakuna mtu aliyeona wala kushuhudia, lakini ipo mbingu ambako Baba Mungu muumba mbingu na nchi yupo, na ambako Yesu aliondoka akaenda huko, na akatwambia kwamba naenda kuandalia mahali ili mimi nilipo na ninyi muwepo. Ndio huyo ambaye Yohana anaandika habari zake kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno. Yohana ni mwanafunzi wa pekee ambaye anamweleza Yesu kwa njia pekee sana. Ukiangalia injili zingine zinaanza na kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, maelezo yanaandika hapo, inaelezwa kwa fasaha katika sura za mwanzo. Lakini Yohana
kwa njia nyingine tofauti kabisa. Anamweleza nafasi yake pekee hata kabla ya ujio wake hapa duniani. Anasema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyu neno ndio Yesu mwenyewe ambaye anasema alikuwa kwa Mungu, na kwamba kwa njia ya neno anamweza kwamba vitu vyote vilifanyika. Yesu amekuwepo hata kabla ya dunia kuumbwa, amehusika kwa sehemu kubwa, kwamba kupitia yeye vitu vyote vilifanyika, vikatokea. Kupitia yeye mimi na wewe tupo. Kupitia yeye mimi tunayoona, viumbe vinavyoona vilifanyika. Huyu alikuwa na nafasi kubwa sana huko juu. Alikuwa na nafasi kubwa sana huko juu na uwezo mkubwa sana huko juu, hata kabla ya ujio wake hapa duniani kukaa na sisi kama wanadamu wa kawaida. Alikuwa na nafasi ya pekee sana, mwenye mamlaka kubwa, mwenye uwezo mkubwa, mwenye heshima kubwa. Huyu sio kawaida, kwamba kwa njia yake yeye vitu vyote vilifanyika, na Biblia inasema kwamba pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndio huyo ambaye leo ameshuka kwetu kwa njia ya tumbo la Mariamu, mwanadamu wa kawaida kabisa. Kinachomweka upekee ni kwamba hakuna mwingiliano wowote ambao unamfanya atokee kama ilivyo kawaida katika mfumo wetu wa maisha ya kawaida wanadamu. Kutoka kwa mtu au mtoto kuna muungano wa watu wawili wanaoungana wa jinsia tofauti ili mtoto atokee, lakini kwa Yesu amekuja kwa njia pekee direct katika tumbo la Mariamu, kwa njia ya nguvu ya Roho wa Mungu ambaye yeye ni muumbaji. Mara pekee niwaambia kwamba wewe uwepo wako ulitegemea kikao chochote na Mungu kutoka duniani. Wewe hapo uwepo wako wewe ulitokea kutokana na kikao fulani kwamba ulikana Mungu kwa kutokea? Hakuna. Lakini kwa habari ya ujio wa Kristo, kikao kilikuwepo. Ni mtume nani? Nani anataka kwenda kuokoa wanadamu? Yesu anasema nitume mimi hapa. Aliangalia pia watu wakoje, mazingira ya dunia yakoje, ukatili wa watu ukoje, hali chafu ya dunia ikoje. Akatoka huko akashuka kwetu, akafanyika kuwa mwanadamu kwa njia special sana ambayo si ya kawaida. Hata Maria ukimwambia ilikuwaje, hawezi kueleza. Alijikuta tu mjamzito. Yesu akatokea katika tumbo la Mariamu, akazaliwa ili aweze kupokelewa na watu wenye mioyo migumu. Sisi labda angeshuka tu moja kwa moja tusingemwamini. Akashuka kwa njia mfumo wa kawaida wanaoshuka wanadamu, akakaa na sisi, lakini mwenye upekee, mwenye utakatifu wote, asiye na doa. Akakaa katikati ya watu wachafu hata asiweze kuchafuka. Nashangaa sana ndugu zangu ambao tunamtambua Yesu Kristo, tunajitenga na watu wachafu. Hawajakusa kutokea watu ule ambao tunapokea neema ya Kristo, lakini tunajitenga na hao walio wachafu. Ni kosa kubwa. Yesu ameshuka kwetu tulio wachafu, akatusuka, akaleta nuru hiyo ndani yetu, katika mioyo yetu. Taka zikatoka, tukapata heshima, tukapata nafasi ya kupokelewa na watu, tukang'aa machoni pa watu. Lakini leo ukiwaambia nenda kwa wale wachafu, anasema siwezi kwenda pale. Upone kwa jina la Yesu. Yesu amezaliwa katika mioyo yetu. Nia yake ni kutuosha sisi kwanza, alafu tuende tukaosha wengine. Na yeye alisema haya maneno hata napotoka kwamba enendeni mkawafanye mataifa yote, hata wale wa vilabuni, makahaba, wachawi, waliopindukia, waliotupwa na jamii,
kwao kupitia hii nuru ambayo imeshuka leo. Haijashuka kwa Moravian tu, haijashuka kwa watu fulani tu, imekuja kwa wanadamu wote walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Tuipokee hii nuru, isiwe mazoea kwetu. Ukristo sio jina la kwamba mimi ni Mkristo. Ulokole sio jina la kwamba mimi ni mlokole. No. Ukristo na ulokole ni kutoka katika mazingira ulionayo. Wewe msafi, una nuru ya Kristo. Toka hapo ulipo, wafuata wachafu, waponye, wache katika zizi la Kristo. Hiyo ndio maana yake, na si vinginevyo. Mnaoshikilia nafasi ya Kristo au ulokole, mkona kama ninyi ndio mwafaa kwenda mbinguni, mmepoteza mwelekeo. Rudini kwa hao walioachwa. Tunatuma kwao pia. Nuru hii inayoshuka kwetu inaingia katika giza, na ikiingia kwenye giza, giza inatoka. Imeingia kwetu, tumeingia kwa kanisani. Tumekuja kwa hiyo nuru, lakini naomba tuibebe hii nuru, tuende wengine ambao kwenye giza. Tukipika giza itatoka kwao kwa jina la Yesu. Itatoka, watapokea uponyaji, watapokea neema, watapokea huruma ambayo Yesu amekusudia kwa watu wote. Kama ni wauaji, wataacha kuua. Kama ni wazinzi, wataacha uzinzi. Kama ni wachawi, wataacha uchawi. Kama ni wasengenyaji, wataacha usengenyaji. Yesu anataka wote hao kupitia nafasi yako ambaye Kristo amezaliwa ndani yako. Yesu ameleta amani katika majira haya. Ameleta amani, ameleta upendo, ameleta ukombozi. Ukombozi ni watu gani? Ni hao wachafu. Hata leo katika mji huu, baada ya ibada hii, utakutana na watu wa namna hiyo. Wapo. Toa neno kwao, wape neno la upendo, msiwatenge hata kidogo. Wapendwa wenzangu, wana MLC, naombeni sana, tumepewa jukumu hili. Nendeni kwa hao watu, zungumza nao, tafuta muda wa ziada ambao katika hali ya kawaida wakati fulani kama amepata ile kitu ni shida, anaweza sikuelewe, lakini tafuta muda wa kawaida tu katika maisha ya kawaida. Usisubiri kutumwa na mchungaji mzee wa kanisa. Nenda kwenye malango yake. Hii nuru imekuja kwa watu wote. Kaa naye, zungumza naye kwa upendo kabisa. Yes. Zungumza naye, mwachie assignment kwamba mtumishi wa Mungu alikuja kwangu, sikuzungumza naye, ameona nini kwangu? Tena kwa upendo, usipokee. Hawapendi kwa katika ile hali walionayo. Ni shetani tu ajali imetokea. Hakuna aliyezaliwa aliyekumbwa na Mungu aende katika ule moto. Hapana. Ila kuna mambo yanatokea katika mwendo wa maisha. Mtu anakuwa ameanguka na anapotelea jumla huko. Alafu watu wanashangilia, unasema naenda mbinguni. Mbingu ya wapi na macho mwenzako anaangamia huko? Naomba kwa ujumla wetu tulisuke kanisa lenye nguvu, lenye misingi ya imani, lenye misingi ya wokovu ambao Yesu ameuleta kwa watu wake. Hilo ni kanisa la upendo. Na tukiwa na kanisa hilo, tuna taifa lenye amani. Hatuna taifa lenye mapigano tena wala migawanyiko ya kisiasa. Hakuna. Ujio wa Yesu Kristo unatuunganisha wote, wanasiasa, vyama vyote, Wakristo wote, dini zote. Tukae kwa upendo na si vita tena. Huu si wakati wa kupigana. Huu si wakati wa kutasema kabisa. Ni wakati wa kukaa pamoja kama taifa la Mungu. Kwa sababu anasema hii nuru imekuja kwa watu wote. Nashangaa sana. Unakuta Mkristo unambagua Muislamu. Unakisi mtu wa Mungu huyo. Wewe ulimuumba. Mkristo unambagua mpagani. Kwamba ulimuumba wewe. Ulishiriki kutokea kwake duniani. Angalieni sana. Onesheni upendo wa Kristo kwa majira haya.
Onesheni huruma ya Kristo kwa majira haya. Onesheni ukombozi wa Mungu kupitia nafasi zako, kupitia nafasi yako katika majira haya. Kwa sababu taona kwamba hawastahili mbele za Mungu, ana haja nao kabisa. Ana haja nao, anawahitaji. Anawahitaji. Yohana anatuambia hapa kwamba amekuja ulimwenguni wala aliwajia hawakupokea. Neno zito sana. Fikirini kama ningekuja hapa Makongos mkanikataa kuanzia pale getini. Kama ondoka utukutaki. Na ni kweli naamka usiku saa 9 kuwafuata wenzangu wanamokaa. Mwaka na kama ni tofauti. Namka saa 9 hivi. Mfuata huyu kule Mbalizi wapi huyo, tumekusanya tukaanza safari kuja Makongos. Na tumefika mapema sana hapa. Alafu nafika wanakwambia ondoka. Ni gharama inaumiza. Yesu amekuja kwa ajili yetu, si kwa mtu mwingine. Amekuja kwa ajili yetu, lakini tulio wake tumemkataa. Inawezekana tupo hapa katika ibada hii, lakini mioyo yetu iko mbali na yeye. Nikuombe mpendwa, ambaye roho yako, moyo wako uko mbali na Kristo kwa majira haya, urejeshe moyo wako, urejeshe imani yako, ili Kristo azaliwe ndani yako, alete nuru iliyokusudiwa katika maisha yako. Giza halituponi hata kidogo. Palipo na giza hakuna usalama. Palipo na giza ukitembea, tegemea kujikwaa, tegemea kukanyaga majoka, tegemea kukutana kitu chochote, tegemea kutumia kwenye korongo. Palipo na giza. Lakini kwenye nuru, hata kwa giza namna gani, utajua hiki ni kisiki, hapa pana shimo, hapa pana kitu kibaya, utakwepa. Yesu ameleta nuru kwetu. Ameleta hekima kwetu. Ameleta maarifa kwetu. Ameleta ufahamu katika mioyo yetu. Kwa nini tunakataa? Niwaambie, siku ya leo hii ya Christmas, dunia nzima imejipanga kusherehekea. Watu karibu bilioni 8 wanasherehekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini katika bilioni 8 wanaoishi katika maono ya kweli wangapi? Ni wangapi? Ni kundi dogo sana. Ni kualika mpendwa Mungu ni mahali kundi dogo. Nuru ingie ndani yako. Ung'ae kwa wengine. Waione nguvu ya Mungu. Na nikuombe pia, usiingie mahali ambapo sio kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunza roho yako. Tunza mwili wako. Sikukuu ina sura mbili. Sikukuu ya Christmas ina sura mbili. Kuna watu wana maandalizi karibu ya mwezi mzima yaliyobeba uharibifu. Wamejiandaa. Leo ndoa zinaharibika. Leo kwa sababu shetani au wakala shetani amejipanga hivyo. Leo kuna shida kwa sababu wakala shetani amejipanga hivyo. Naomba ujilinde. Usiingie katika maeneo. Usiingie kwenye makundi. Kaa nyumbani kama huwezi kuja kanisani baadaye. Kaa nyumbani. Sikiliza neno la Mungu. Mliona television, fungua taa Baraka Television. Uangalie kinachoendelea kitu gani. Msione television kama mke wako na watoto wako. Sio vibaya. Watu wanapika nyingi sana. Nyingi mno. Wakati tukae hata na familia zetu. Kaa na familia yako. Hata kama mlikosana, basi leo nuru ya Kristo ingie ndani yenu. Mkae kwenye sebule, mzungumze, mule chakula, mcheke. Ndio. Kwa sababu Kristo ameleta ukombozi katika maeneo mengi. Siku ya leo watu wataharibikiwa. Siku
siku ya leo watu wanapata magonjwa, siku ya leo. Lakini pia siku ya leo ni siku ya ukombozi. Ningeomba unasikia, uliye na ufahamu, ukae ukombozi, ukae eneo la ukombozi, eneo la kukombolewa kwako. Nuru hii ingie ndani yako, ikutenge na giza ambapo kuna mauti, ambapo kuna uchafu, ambapo kuna hatari. Utoke hapo, kae katika Kristo aliyekuja kwa ajili yetu. Alipozaliwa kulikuwa vita kubwa sana, na hata leo kuna vita kubwa sana vya roho na vya mwilini pia. Naomba Kristo, wapendwa, jitahidini sana kuishinda hii vita kwa njia ya maombi, lakini pia kwa njia ya kumwamini huyu aliyeshuka kwa ajili yetu. Kristo ameleta upendo. Wangapi na upendo? Wangapi na upendo hapa? Sita kusema ni Bwana Mungu abariki sana. Umeonyesha upendo kwangu, ingawa sikuomba kwa mtende. Kinataka nikuteze mchungaji hapa nikanyamaza. Bwana Mungu abariki. Umenihudumia, nilihudumia mimi tu, mhudumia wengi ambao nakutana nao. Muamini hivyo. Sasa naomba wateule wa Mungu. Yesu ameleta upendo, ameleta ukombozi, ameleta amani. Kwenye jamii zetu huko tulikotoka huko, hapa kuuliza vitu kwa ndani vingi sana, si ndio? Vingi sana, vinono. Vinono sana. Mkirudi huko, waalikeni pia watu ambao mnaishi nao, wenye shida, wenye uhitaji, mle nao pamoja. Hii inapendeza sana. Hata kama unaishi na jirani yako aliyekutukana, aliyekubeza, mwalike kwa upendo wote, mkaenene mnene chakula pamoja. Siku ya leo ni siku ya furaha. Ni siku ya kukaa pamoja, ni siku ya kushirikiana, ni siku ya kuonesha furaha yetu ya rohoni na mwilini pia katika jamii tunazoishi nazo. Naona watu wanaenda kwenye vituo vya watoto yatima, wanatoa vitu, wanaenda makanisani, wanatoa shukrani, wanaenda kwa watu wanaojua wanapatia mahitaji. Kwa nini sisi tunashindwa Kristo? Tunashindwa wapi? Halafu ni wanyime? Ni wanyime. Ninatafiti sana. Watu wanakula siku za sikukuu, wanakula mpaka vinachacha, anaenda kumwaga. Kuna jirani yako ni bibi, hana kitu. Kuna jirani yako na watoto wengi sana, hana kitu. Ni ukito gani huo? Ni upendo gani huo? Ni nuru gani hiyo? Upone kwa jina la Yesu. Bwana Mungu akusaidie sana uyatende haya. Wahurumieni watu. Yesu ametuhurumia. Kwa nini usihurumie wengine? Yesu ametuponya. Kwa nini usiwaponye wengine? Kwa nini? Kwa nini? Namshukuru Mungu, kuna mtu mmoja juzi amenifuata ofisini. Akasema, baba askofu, ninafanya biashara, lakini nimeona sehemu ya faida yangu nipeleke kwenye msingi unaojengwa katika kanisa. Nianzishe ujenzi pale. Watu wanasuasua, wana hela pale mahali, wanadaiwa hela nyingi sana. Lakini sasa nikaweka msingi pale mahali kwa faida ambayo nimeipata. Watu hawa ni wachache. Nikashangaa sana. Na hiyo siku nilikuwa ofisini natamani kuondoka, lakini nashindwa. Kumbe kuna mtu anakuja. Naomba ndugu zangu, mlio na pesa, ndio tena matajiri mlio na pesa, angalieni mapato yenu ya mwaka mzima. Mmetoa kodi serikalini, mmelipa mahitaji yote ya muhimu. Kila kinachosalia sehemu ya faida yako, jaribu kuona watu wenye shida katika jamii yako, wasaidie hao. Umepewa hivyo. Mungu anaweka kituo kwetu tulio na pesa. Hizo sio pesa zako. Na utakubaliana mimi kwamba katika mapato ulionayo hayo unatumia sehemu ndogo sana. Lakini sehemu kubwa inaenda kwa wengine pia wanafanya kazi na wewe na nini na nini. Naomba pia katika sehemu kwa siku ya leo ya Christmas, siku ya amani, siku ya upendo, siku ya ukombozi, kuangalia pia wengine wana furaha ya Kristo kupitia
nafasi yako na mapato yako katika bajeti zako. Tunashindwa wapi? Tunashindwa wapi? Leo kuna watoto ambao hawana hata mpunga ndani ya nyumba zao, mchele, hawawezi wakapata kitu, na wengine wanakula wali mkavu, hata maji ya kupigia hakuna, hawana hata sukari ndani. Fahari yako ni nini kutoka na mavazi mazuri katika malango yako na suti nzuri, wakati kuna mfuko analia hapo? Yesu ameleta hii nuru iliyobeba ukarimu, imebeba upendo, imebeba uvumilivu na kuchukuliana na kuthamini wengine kama watu. Tungesingethaminiwa, nani angekuwepo hapa? Aliyepanda juu akaona mbingu zilivyo hakuna, lakini tunapoambiwa juu huko mbinguni kuna mji wa ajabu wa pekee uliopambwa mzuri. Yesu alishuka kaja kwetu, akakaa katika mazingira tulionayo machafu yasiyofaa ili tukombolewe. Kwa nini sisi tunashindwa? Na hapa ndio maana wapo na surrender mbele za Mungu. Sioni kwamba nafasi yangu ina kitu cha kunifanya niinue mabega ya kuwatumikia watu, kwa sababu aliyeshuka kutoka juu atoka katika level ya juu sana sana, akashuka kutumikia sisi. Naombeni pia msibague makundi ya watu huko mliko katika jamii, wasaidieni watu, ishindeni hiyo dhambi. Ni zamba ambayo imekalia watu wengi katika jamii zetu. Tusifikiri dhambi ni yale mambo tunayowaza tu, uzinzi na vitu gani. Hata hiyo roho ya kukosa ukarimu wa kuwasaidia wenye shida ambao wanaishi nao ni dhambi kubwa sana mbele za Mungu. Kristo ametoa upatanisho, anatupatanisha sote. Naomba tuishi kama ndugu, kama marafiki ambao tumezaliwa kwa neno lake na kwa jina lake. Na katika ibada hii na kuomba ndugu yangu aliyepokea maneno, ubadilike. Badilike. Tunapoelekea mwishoni mwa mwaka, ninakuomba siku 7 zilizobaki mbele yetu ni nyingi sana. Ni nyingi sana ndugu yangu. Ni bahari ya Shamu hii. Naomba uchukue muda wa kumwomba Mungu na kutenda yaliyo mema, ili uvute ya Jordan iliyo mbele yetu. Ni parefu sana, lakini nuru hii ikiingia ndani yako ni jirani sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni jirani sana. Usifanye usanii mbele za Mungu. Fanya kwa kumaanisha. Yesu ameshuka kutukomboa, naomba ukombolewe katika jina lake. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Mungu wetu na Baba yetu unayetupenda, umekuja kwa heshima kubwa sana kwetu, ukanyenyekea kwa ajili ya kutukomboa sisi. Umetujia sisi Bwana. Tunapokea heshima hii kwa moyo wa dhati na kwa hofu kubwa. Tufinyange kwa hofu Bwana katika mioyo yetu tulio wanadamu, tuliokengeuka na kuacha njia yako. Tubadilishe Bwana kama kanisa lako, tubadilishe Bwana kama watoto wako, tubadilishe Bwana kama taifa lako. Tunaomba amani katika nchi yetu Bwana. Tumelia kwako kama Watanzania, tusikie kwa majira haya ambayo nuru inaingia kwetu kama Watanzania. Kauke kila mmoja wetu Mungu aliye raia wa Tanzania popote pale alipo. Bwana tuponye, tupe upendo, tupe amani, tupe kuthaminiana, tupe kuchukuliana na kulipenda taifa letu. Shusha roho Bwana iliyoshuka kwa watu wako katika miaka ile na enzi hizo na karne hizo, ishuka kwetu pia wa Tanzania katika jina la Yesu. Asante kwa wazee wetu, asante kwa vijana wetu wote katika taifa hili, asante kwa watoto wetu wote katika taifa hili, asante kwa viongozi wetu wote katika taifa hili. Baba, sote kama madhabahuni pako tukiomba toba na rehema. Uturumie tulipokosa, katurumie, katufinyange kwa upya, tukae pamoja kama taifa, tukae pamoja kama watu wako, tukutumikie kwa upendo na ushirikiano. Ondoa vita, ondoa utengano, ondoa kubaguana, ondoa chuki binafsi katika jina la Yesu. Majira haya ni ya thamani kubwa sana kwetu kama nchi. Tusaidie Bwana, tusikie Mungu, tunalia madhabahuni pako. Asante Bwana kwa mnasikia na utatenda kwa watu wote ambao wanaitwa Tanzania. Tupe umoja, hata kusikia vita tena, wala chuki tena, wala mauaji tena. Baba, tuko machoni pako. Muda huu utusikie, utuponye, utuweke pamoja, tupendane Bwana, tupendane Mungu, tushikane Bwana. Kaondoa mifumo yote ambayo ni hatari kwetu na yote Bwana ambayo imeharibika. Baba, katengeneze kwa upya, tuishi kama Watanzania. Tunakuhitaji, lakini kwa pekee sana kanisa lako la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi, tunakuomba usituache. Tushike kwa mkono wako, tushike kwa nguvu yako, tupo tayari kutumikia Bwana. Asante kwa wachungaji wote, wainjilisti wote na waamini wote katika jimbo hili. Wadhamini mkononi mwako. Majira haya mazaliwa kwa ajili yetu Baba, tunakuomba huisha kwa upya vitu kusimama na kuzimia katika jina la Yesu. Kaeka uzima palipo na mauti, kaeka mara palipolegea Bwana. Katika damu yako tunategemea hili na kuamini hili. Asante kwa madhabahu hii ya Makongorosi, naweka mkononi mwako Bwana. Baba, mchungaji wa ushirika na waamini wote Bwana walioingia mahali hapa Baba, wapokee uponyaji, wapokee neema hiyo iliyoachiliwa na damu kwa jina lako katika roho zao na kwenye miili yao. Shetani una mamlaka juu ya nafsi watu hawa kwa jina la Yesu, na kuamuru toka kwenda kuzimu, achia mioyo yao kwa damu ya Yesu. Moto ushuka juu kuharibu mamlaka za giza, upate kupita kila pepo na pando la kipepo palipiwe, libaki pando lako la uzima na amani Bwana na upendo. Watunze na kwa rehemu walio wagonjwa kwa majina haya, tunaweka mkononi mwako. Wapo wale hospitalini, wale majumbani, wanaoteseka, wale kwa ndugu zao Baba, tunakusihi rejesha tumaini na uzima juu yao kupitia jina la Yesu. Wale wagonjwa wapone, wape uzima, wape uzima, ondoa mauti juu yao. Umekuja ili tukombolewe, tunaomba Bwana tukombolewe katika roho na mwili pia. Tusaidie Bwana, madhabahu hii ende kutoa neno la uzima kutoka kwako, na popote Bwana wako Baba kausike kusikia sala zetu na maombi yetu kama taifa la Tanzania na kama kanisa pia, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baraka TV, mwanga wa matumaini na ukombozi.